Haya bana, asante kwa kuendelea kutufuatilia. Kwingineko sasa, tuangazie yale ambayo yanajiri kule Urusi. Ndio. Because nimeona taarifa ya Urusi ambayo imeitisha mashambulizi ya kulipiza kisasi ikiwa Ukraine itashambulia Urusi wakati wa maadhimisho ya siku ya ushindi. Wizara ya mambo ya nje ya Urusi inasema imeonya misheni za kidiplomasia kuwaondoa wafanyakazi hao haraka kutoka mji mkuu wa Ukraine. Inasema wafanyakazi wanadiplomasia wote waondoke pale Kiev kwa sababu wanaweza wakafanya shambulizi muda wowote na likawa kubwa kuliko yaliyowahi kufanyika. Na hiyo inakuja baada ya Urusi wanaelekea kuna kusherekea siku ya ushindi. Sasa hiyo ni siku kubwa sana kwao kitaifa. Ambao kama taifa wanasherekea au wanafurahia kuweza kuyashinda majeshi ya Nazi. Na kwa wao imekuwa sio tu imekuwa ikiwakumbusha kama ni siku yao kubwa kihistoria kinzadi sana, imekuwa ni siku ya kuonyesha mshikamano. Sasa kumekuwa kuna matishio, unafahamu vile vile kumekuwa kuna hiyo vita kati ya Urusi pamoja na Ukraine ambayo imekuwa ikiendelea kutishia usalama miongoni mwa hizo nchi mbili, kinzadi sana usalama wa bara Ulaya. Sasa mamlaka za Urusi zinaonya kwa sababu wameweka ceasefire kama ya siku 3 siku 2 kwamba siku hii muhimu kwanza ipite, watu washerekee, kwa sababu nafahamu kutakuwa kuna mikusanyiko ndani ya nchi ya Urusi ambayo itakuwa inawataka wananchi, wakazi, serikali, mamlaka za serikali kuweza kufurahia na hata kutoa hotuba. Sasa hiyo hoja kusema kwamba kuna Ukraine anaweza kaitumia kama kuwalenga. Ndio maana wao wenyewe wakaonya kwamba wanadiplomasia wote ambao wapo katika mji wa Kiev waweze fanyaje, waweze kuondoka. Maana ni kwamba sasa taarifa hii kumbuka inatolewa kukiwa tayari kuna ukusanyaji wa taarifa za kijasusi, kwa sababu wao wamekuwa wakitoa taarifa nyingi sana. Walisema mwanzo kwamba tutaivamia Ukraine, walisema mwanzo kwamba majeshi ya magharibi yanakaribia kuitumia Ukraine kuweza kutuvamia. Walizungumza hizo kuhusu kwa mfano Georgia, walizungumza hizo kwa katika historia wamekuwa wakizungumza. Hata issue ambayo inaendelea sasa hivi Mali walizungumza. Kwa sasa taarifa kama hizi ambazo wamekuwa wakizitoa kwa kweli zinakuwa zina maana kubwa sana. Kwa hiyo kitendo cha kuwaambia wanadiplomasia waweze kuondoka, moja ni onyo katika upande wa pili wa Ukraine kwamba mkishambulia wanadiplomasia wote wakishaondoka, maana ni kwamba na wao watafanya shambulio kali zaidi. Na vile vile unafahamu kwenye masuala ya protokali za haki za binadamu hautaki kuweza kuwalenga raia kama pale ambapo raia labda wapo kwenye tukio la kuweza kufanyika labda shughuli za kiraia kwa mfano. Watu wamekusanyika wanasherekea, haruhusi fanyaje kuweza kuwalenga raia. Kwa hiyo Urusi hiyo ceasefire yao ambao wameiweka nikata kuwapa wananchi wake siku maalum ya kuweza kusherekea. Sasa je, Ukraine akatumia kama opportunity ya kuweza kuwashambulia? Ndio hilo swali limekuwa. Kwa hiyo sasa ndio maana Urusi anaonya kwamba jamani, wanadiplomasia waondokane Kiev ili mwisho wa siku sasa kama tushambuliwa na wao waweze kupata sababu ya kuweza kulipiza kisasi. Haya bana, hiyo ni kutokea yanayoendelea Urusi na Ukraine, lakini